Katika kipindi cha mazishi ya Ayatullah Al-Khamenei, ndani ya siku 6 mamilioni ya watu walihudhuria katika mazishi hayo ya kiongozi huyo shahidi ambaye wa Iran wanamuita Ayatullah Al-Khamenei katika mji wa Mashhad. Idadi kubwa ya watu waliohudhuria katika mazishi hayo ilikuwa ni tukio la kipekee duniani ambalo wengi hasa viongozi wa kimagharibi hawakuwahi kufikiria kwamba kiongozi huyo angezikwa na idadi kubwa ya watu ambayo kwa namna moja ama nyingine haikuwahi kutokea. Hii inadhihirisha kwamba Ayatullah Al-Khamenei alikuwa ni kiongozi aliyependwa duniani, si tu nchini Iran. Lakini nini ambacho wachambuzi wanasema juu ya mazishi haya ya Ayatullah Al-Khamenei? Umati mkubwa ambao unadaiwa ni zaidi ya watu milioni 43 walioshiriki katika mazishi ya Ayatullah Al-Khamenei umeonyesha wazi kwamba kiongozi huyu alikuwa akipendwa, tofauti na namna ambavyo watu wa Magharibi pamoja na Marekani walikuwa wakimzungumzia katika ulimwengu. Zilikuwa ni propaganda nyingi ambazo zimetumiwa na Wamarekani na Israel na watu wa Magharibi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na uongozi wake. Ayatullah Al-Khamenei anaonekana ni mtu ambaye alipendwa mno, si tu ndani ya Iran lakini pia nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shughuli maalum ya kuaga na kusindikiza mwili wa kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi Ayatullah Al-Khamenei pamoja na wanafamilia wake waliouawa katika mji wa Mashhad ilikuwa ni ishara nyingine kwamba walimwengu walimpenda Khamenei na ni ishara nyingine ya kudhalilika kwa rais wa Marekani Donald Trump. Mwishoni mwa mwaka uliopita wa Iran walianzisha maandamano katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutokana na hali ya uchumi, lakini rais wa Marekani pamoja na vyombo vya habari vya Magharibi zikaeneza propaganda kwamba Iran wanataka kuuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa ni kitu ambacho rais wa Marekani Donald Trump aliandika na kutangaza katika vyombo mbalimbali vya habari duniani kwamba wa Iran hawautaki uongozi wa Iran na sasa yeye yupo tayari kuwasaidia kwa ajili ya kuuondoa. Hata hivyo, kauli hizi zilizungumzwa pia na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwamba wa Iran hawana shida tena na uongozi huo na hivyo kilichobaki ni kusimama imara kwa Marekani na Israel katika mapambano ya kuondoa utawala huo. Hata hivyo, hapo ndipo palipoanzia vurugu ambapo mnamo tarehe 28 Februari Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi rasmi kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakiamini kwamba walikuwa wakiandamana pengine wangeungana nao na kuondoa utawala huo, jambo ambalo lilikuwa tofauti kabisa. Waandamanaji ilifikia hatua walikuwa upande wa serikali, kwa maana kundi lilikuwa upande wa waandamanaji lakini kundi lilikuwa upande wa serikali. Na hata wakati ambapo Marekani ilipoanzisha mashambulizi na kumuua kiongozi huyo, wakiamini kwamba sasa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unaenda kuanguka, lakini wananchi walibaki upande wa serikali yao. Wananchi waliamini kwamba kumbe Marekani haikuwa na mpango tu wa kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini kulikuwa na mipango mingine ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, kwamba wa Marekani walikuwa wakitafuta fursa katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran kama ambavyo walifanya katika mataifa mengine duniani, ikiwa ni pamoja na Iraq baada ya kumuua kiongozi wa taifa hilo Saddam Hussein, lakini pia walivyofanya katika mataifa mengine mfano wa Syria. Kadhalika, jambo pekee ambalo liliwashtua wa Iran ni huko katika ukanda wa Gaza. Israel pamoja na Marekani zilifanya kufuru katika eneo hilo kama wa Iran walivyosema kwamba waliangusha majumba na kuifanya nchi kuwa magofu. Na ulikuwa ni wakati ambapo Marekani ikatangaza kwamba inataka kulifanya eneo la ukanda wa Gaza kuwa bustani huru, kwa maana yeyote atakuwa akienda huko, kwa maana eneo hilo litakuwa na kila mtu, jambo ambalo liliwashtua sana wa Iran. Hili liliwafanya kuonyesha uwazi kwamba walikuwa na mapenzi ya dhati kwa kiongozi muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ambapo mazishi yake yalihudhuriwa na raia wa kawaida, viongozi wa kisiasa kutoka zaidi ya nchi 45 duniani ambao walijitokeza katika miji mbalimbali ya Iran kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo shupavu aliyeuawa kidhulma mnamo Februari 28 mwaka huu kufuatia mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Israel katika mji wa Tehran. Maombolezo hayo yamehudhuriwa na wanazuoni wa Kiislamu, viongozi wa dini mbalimbali na wasomi kutoka zaidi ya nchi 90 duniani. Yote hayo yanaashiria kwamba kiongozi huyo alikuwa ni mpendwa kwa watu wengi duniani, na hii inathibitisha tena kwamba rais wa Marekani Donald Trump ni kama vile ameambulia patupu, na kwamba hii ni fedheha ambayo rais Trump ameipata. Kutokana na fedheha hii, wachambuzi wa mambo wanaona kwamba ndiko kulikomfanya rais huyo wa Marekani bwana Trump kuanzisha tena mashambulizi na kufuta kile kinachofahamika kama MOU ambayo
ulikuwa ni mkataba kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Baada ya shughuli kubwa ya mazishi yaliyofanyika katika miji mitakatifu ya nchi jirani ya Iraq, mwili wa Khamenei uliletwa katika mji wa kaskazini mwa Iran wa Mashhad, na baada ya kuagwa na mamilioni ya wakazi wa mji huo na mikoa ya kando kando, hatimaye kiongozi huyo alizikwa katika mji mtukufu wa Mashhad. Kushiriki kwa mamilioni ya watu katika mazishi haya kumetoa ujumbe muhimu sana. Mojawapo ya jumbe muhimu zaidi ni imani thabiti ya wananchi wa Iran kwamba kiongozi huyo aliyeuawa alijitolea maisha yake yote kwa ajili ya kulinda Uislamu, mapinduzi na heshima ya Iran na Waislamu duniani kote. Na mahudhurio hayo makubwa ya umma ni ishara ya shukrani kwa juhudi zilizokuwa na kikomo zilizofanywa na kiongozi huyo kwa ajili ya watu wote duniani, ikiwa ni pamoja na Waislamu pamoja na wasiokuwa Waislamu katika taifa la Iran na maeneo mengine ya ulimwengu, juhudi alizodhamini kwa maisha yake mwenyewe na ya familia yake. Ujumbe mwingine muhimu uliotolewa wa mahudhurio hayo wa mamilioni ya watu katika msafara wa mazishi ya kiongozi huyo wa mapinduzi ni sisitizo linalotolewa kwa ajili ya kuendeleza njia na fikra zake katika awamu mpya ya mwanawe Mojtaba Khamenei. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein.